hapa duniani kile kitakuwako baada ya kuwa Yesu amechukua kanisa lake, kutakuwa na dhiki kuu. Kumbuka nimesema kwamba kutakuwa na dhiki kuu kabla ya Yesu kuja, ambao ile dhiki kuu itakuwa inalenga kwamba watu wamgeukie Yesu, watu waokoke, ndio waende mbinguni, wakuje kunyakuliwa. Lakini pia kuna ile dhiki ambayo maandiko yanasema kwamba ni dhiki ambayo haijawahi kuonekana. Ni dhiki ambayo itatokea wakati wa mpiga Kristo. Maana baada ya kuwa Yesu amechukua kanisa lake, hakuna mtu ataweza kuokolewa tena kwa damu ya Yesu Kristo. Yaani kipindi cha neema kitakuwa kimeisha, na baada ya pale mpiga Kristo ndio atakuja sasa hapa ili afanye nini? Aanze kutawala hapa duniani. Ndio maana kuna maandiko yanasema ya kwamba yupo azuiaye mpaka siku atakapoondolewa. Roho Mtakatifu ndiye anazuilia. Watakatifu ndio wanazuia mpiga Kristo asije akatawala, lakini kuna wakati sasa atakuja kutawala. Sasa huu wakati wa mpiga Kristo utakuwa ni wakati wa dhiki kuu. Kusoma kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 7 inaitwa taabu ya Yakobo, lakini pia Isaya 34 na mstari wa 8 inaitwa siku ya kisasi cha Bwana. Ina maana kwamba itakuwa ni siku ambayo Mungu atakuwa analipiza kisasi kwa wale watu ambao waliwatesa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Isaya 61 mstari wa 2 ndio siku ya kisasi cha Mungu wetu. I think utasoma kwa wakati wako hiyo mistari yote, lakini pia Isaya 31 mstari wa 4 inaitwa siku ya kisasi cha Bwana. Naona hii siku sasa Mungu atakuwa analipiza kisasi kwa wale ambao waliowatesa watakatifu. Ukielewa kwamba kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 kuna watakatifu wanalia pale, wanasema hadi lini Mungu utatulipizia kwa walio duniani? Nielewa hiki kipindi cha mpiga Kristo atatawala kwa kipindi cha miaka 3.5 hapa duniani. Na huo wakati kuna watu wanaitwa mashahidi wawili, ambao wao mashahidi wawili watakuwa kwa tabia zinafanana hivi. Tabia ya kwanza, maandiko yasema ya kwamba watakuwa na uwezo wa kushusha moto kutoka mbinguni, na watakuwa na uwezo wa kuzuia mvua isinyeshe. Ukiangalia kwenye Biblia yako vizuri, waliokuwa na uwezo kama huo ni Musa na Elijah. Kwenye kile kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 3 utasoma kuhusiana na mashahidi wawili ambao watatumwa ili kuhubiri wakati wa mpiga Kristo. Na hii inatuonyesha kwamba bado Mungu anatupenda, pamoja na kuwa watu watakuwa wanajiokoa kwa damu zao wenyewe wakati wa mpiga Kristo, lakini pia Mungu atakuwa ameachia mashahidi wawili ambao watawaambia watu ukweli, wawaambie kwamba huyu ni mpiga Kristo tayari anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yasema hivi kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 1 na mstari wa 12. Nasema alikuja kwa walio wake lakini wakamkataa, bali wao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo ile dhiki kubwa ambayo itatokea wakati wa mpiga Kristo, jambo la kwanza itakuwa inalenga wana wa Israeli wakapate kumkubali Yesu. Kumbuka leo hii Israeli wanaamini wako na dini yao inaitwa Judaism, ambayo inaamini zile sheria za Musa na hawaamini kama Yesu ni Masaya, kama Yesu ndiye Mwokozi alikuja. Kwa hivyo kile ambacho kitatokea ni kwamba kwa sababu Israeli watapatikana bado wakiwa na hiyo dini yao ya Judaism, wakiwa hawaamini kwamba Yesu ndiye Mwokozi, huo wakati Mungu atatuma mashahidi wawili ambao ni Musa na Elijah, kulingana na kitabu cha Ufunuo 11 na mstari wa 3 ukishuka. Na hao ndio watakuwa na ubiri hicho kipindi cha mpiga Kristo, kuwakumbusha watu kwamba hawafai kupigwa chapa ya 666. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo la pili, yale mateso ambayo yatakuwako wakati wa mpiga Kristo yatakuwa yanalenga kwamba
Mungu apate kuachia mapigo kwa wale ambao waliowatesa watakatifu. Lakini pia jambo la pili, yale mapigo yatatokea ili kwamba mpiga Kristo apate kujiandalia njia yake, ama kutengeneza njia ya kutawala dunia yote. Wakati ule dunia itakuwa inatawaliwa na mfalme, yani itakuwa inatawaliwa na wafalme tofauti, ama viongozi, ama president tofauti, lakini atakayekuwa anatawala wakati ule ni mpiga Kristo. Kwa hivyo kusudi ya yale mateso ambayo yatatokea ni ili mpiga Kristo apate nafasi ya kutawala ulimwengu wote. Na kile kitatokea ni kwamba mpiga Kristo atajitoa, ama atajitokeza ni kana kwamba anakaa kusolve shida za watu, ama kutuliza zile ghadhabu ama zile shida ambazo zitakuwapo. Lakini kusudi lake kubwa si eti kwamba atakuwa anatuliza zile ghadhabu, hapana. Atakuwa analenga kwamba akuwe na watu wengi ambao ataenda nao kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 kuanzia mstari wa 1, utaona kwamba hapo ndio kile kitabu ambacho kile kitabu kimeandikwa ndani na nje, na kimepigwa mihuri 7. Hicho kitabu ndio wakati kitafunguliwa, ili kwamba mapigo yaliomo ndani ya kile kitabu yawapate watu ambao watakuwa hapa duniani. Sasa hapo ndio utaelewa kwamba damu ya Yesu Kristo ilikuwa inaokoa. Yaani kama kuna mtu ambaye atakuwa wakati ule atakuwa duniani, ndiye ataonja kidogo angalau yale mateso ambayo Yesu aliteseka. Maana Yesu aliteseka ili kuvunja ile mihuri ya kile kitabu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1, maandiko yanasema ya kwamba Yohana anasema, kisha nikaona kitabu kimeandikwa, kimepigwa mihuri 7. Malaika anauliza ni nani awezaye ukifungua kitabu hicho na kuvunja mihuri yake? Akakosekana mtu kabisa, lakini Yesu akakuja akachukua kile kitabu, na alipokichukua kile kitabu akavunja mihuri yake. Ina maana kwamba yale mateso yalikuwa yameandikwa kwenye kile kitabu, ikawa mtu ambaye akiwa ndani ya Yesu Kristo atakuja kuteseka yale mateso tena, kama mtu ataokoka na aende mbinguni. Lakini sasa hiki kitabu, kwa wale ambao watakuwa wamemkataa Yesu, hicho kitabu Yesu atafungua mihuri yake yote, ndio watu wapitie yale mateso yote, maana wao wenyewe walikataa kuokolewa kutokana na mateso ya hicho kitabu kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu atafungua hicho kitabu ndio awaonyeshe ile kazi alikuwa amekuja kuwafanyia hapa duniani. Enda usome kwa wakati wao kitabu cha Ufunuo mlango wa 6. Ama naomba tu tusome hicho kitabu kidogo tu, maana ni ujumbe wa maana sana. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 kuanzia mstari wa 1. Kisha nikaona, na hapo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri 7. Nadhani umeanza kukumbuka mihuri 7 ni gani. Na hapo ndio baada ya kuwa amefungua ile mihuri 7, malaika wa kuzimu wakaanza kutoka ili watekeleze kile ambacho kilikuwa kimeandikwa kwenye kile kitabu. Maana kile kitabu ni shetani alikuwa amekiandika. Ndio maana wakati ule Yohana Mbatizaji alipoona kile kitabu alilia, maana aliona mapigo yaliyo ndani ya kile kitabu, akaona watu vile watateswa kwa sababu ya mihuri iliyo ndani ya kile kitabu, akalia, akauliza ni nani awezaye. Malaika anauliza ni nani awezaye kuchukua kile kitabu na kuvunja mihuri yake. Ina maana ile mihuri ilikuwa na mateso ya kweli kweli. Kama sio Yesu kufa kwa ajili yetu, tungepitia kwenye yale mateso yaliyoandikwa kwenye kile kitabu wakati ule kile kitabu kinafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini uzuri ni kwamba rehema za Bwana, hapo ndio utaona malaika wa kuzimu. Utasoma kwa wakati wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 kuanzia mstari wa 1, aliyosema kwamba kikafunguliwa, malaika mmoja akatokea, malaika mmoja ambaye alileta njaa. Mwingine unaona kwamba alikuwa ni malaika wa mauti na kuzimu. Aliyosema kwamba kuna malaika mwingine ambaye alikuja kuondoa amani, yule malaika wa pili. Kwa hivyo wale malaika wote ni malaika wa kuzimu ambao walikuwa wanatekeleza kile ambacho kimeandikwa kwenye kile kitabu cha mpiga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.